Kwa Simba Sports Club tulishatoa taarifa, kwa maana ya taarifa ya umma, na nadhani kila mmoja aliona usiku wa tarehe 7 ama tarehe 8 alfajiri, unaweza kaita hivyo. Simba tulitoa taarifa ya umma na kila mwana Simba akaiona taarifa ile. Ule ndio msimamo rasmi wa klabu yetu ya Simba, na kile ndicho kitu halisi ambacho Simba Sports Club kimetokea. Kwa sasa Simba hatutaongeza wala kupunguza wala kuongeza maelezo mengine baada ya kutoa taarifa ile. Ile ndio taarifa yetu rasmi, ndio alfa na omega, tumeshamaliza. Lakini bodi ya ligi na yenyewe tayari imeshatoa taarifa kuhusiana na sakata lile. Sisi Simba Sports Club tunaheshimu mamlaka ya waendesha mpira wa Tanzania na tunafuata maelekezo ya mamlaka. Mamlaka imetoa maelekezo, mamlaka imetoa ufafanuzi na mamlaka imemaliza kila kitu. Sisi cha kwanza ni kuheshimu maelekezo ambayo yametolewa na mamlaka, lakini pili ni kusubiri maelekezo zaidi kutoka kwenye mamlaka. Mamlaka imeweka wazi kwamba mchezo wetu uliokuwa uchezo tarehe 8 utapangiwa tarehe nyingine. Sisi Simba Sports Club ambao ni watu na maridadi sana kwenye kufuata miongozo ya mamlaka, jukumu letu ni kusubiri tarehe mpya. Na tayari bodi ya ligi ambayo inaongozwa na viongozi waadilifu, viongozi makini, wenye ubora na utaalamu wa kuendesha ligi ya Tanzania, wametoa maelekezo ya kwamba wataupangia mchezo wetu tarehe nyingine. Sisi jukumu letu la msingi, taifa kubwa Simba Sports Club, ni kusubiri tarehe mpya ya mchezo wetu dhidi ya mtani wetu. Na kwa sasa tunaendelea na hiki ambacho kiko mbele yetu. Ambacho kiko mbele yetu ni mechi ya tarehe 11, mechi ya tarehe 14, mechi ya tarehe 2, hapa nazungumzia robo finali ya kombe la shirikisho Afrika, na mechi ya tarehe 9, robo finali ya kombe la shirikisho Afrika. Haya kwa sasa ndio vipaumbele vyetu kwa sasa. La tarehe 8 tunasubiri maelekezo kutoka bodi ya ligi Tanzania.